Mungu mwenye uweza, mba mbingu na nchi, tazama Bwana, ni kipindi ambacho tunaenda kula chakula cha uzima. Cha kwanza Bwana, tunafungua masikio ya kiroho na masikio ya kimwili ili tukapokee ile ambayo limeandaliwa siku ya leo. Lisipite kusikio hili likatokea sikio lingine, bali tuyapokee na akazame ndani ya mioyo yetu na tukapate kuyacheua kama vile mbuzi anapocheua majani. Tunaomba neno hili likapate kuwa chakula chetu cha uzima, ili siku moja tukapate kibali katika kiti cha enzi mbinguni. Kwa hiyo tunalipokea neno letu jioni ya leo. Tunaomba mtumie kama chombo, yeye akuwe spika, ila mnenaji akuwe wewe mwenyewe ambaye ni Roho Mtakatifu uliyetuachia ya kwamba atakuwa mwalimu. Kwa hiyo akaribie na fafanue neno ndani yetu, na likazame na likajae na likazae matunda ndani yetu. Ni katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Karibu kwa mhubiri wetu. Asante. Okay. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na shukuru Mungu tena kukuwa mbele zenu kwa siku ya leo. Na mimi nashukuru baraza ya kanisa kwa kunipanga kwa siku ya leo. Maana unajua unaweza kuwa na kitu cha kupana lakini unakosa nafasi ya kukipana. Bwana asifiwe. Amen. Na shukuru tena ni nyote ambao mnajipatia hiyo nguvu ya kukuja mahali hapa kusikiliza neno la Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Maana ninajua kwa muda kama na huyu kuna wengine wako wanatafuta pesa, na kuna wengine ambao kwa muda kama na huyu wako wanafuata mafilamu, na kuna wengine ambao wanalala. Wale waambia kuja kanisani lakini anasema ninachoka, analala. Bwana asifiwe. Lakini wewe mwenye ulikuya, nakwambia Mungu akubariki sana. Bwana asifiwe. Mungu akubariki sana. Amen. Na kitu kingine kia pili kusema hivi, usijione au usione mwenyeko pembeni yako, ama usione uchache ama udogo wa watu katika kanisa. Bwana asifiwe. Lakini uangalie wewe na Mungu uko na nini, uko na relation gani. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo tutakwenda kufundisha. Kichwa ya somo letu inasema sauti ya jogoo wala nyimbo ya jogoo. Bwana asifiwe. Sio wote tunajua jogoo. Tunajua jogoo, kila mtu ashakaiona kunyumba, anajua jogoo ni nini. Lakini leo napenda nikumbushe kanisa maana ya jogoo mu maisha yako. Maana kunyumba unaweza kuwa na manyama, unaweza kuwa na kila kitu, lakini kuna kitu kingine haujui maana yayo katika maisha yako. Bwana asifiwe. Watu wakishasikia jogoo wanaona tu nyama kumeza. Wengine wanasema kumkula ni mzuri sana. Bwana asifiwe. Lakini ndakuambia katika hali ya Kikristo, kazi ya jogoo mu maisha ya Mkristo iko na kazi gani? Tutasoma kitabu cha Marko sura 11, sura 14 mstari wa 16 mpaka mstari wa 72. Kitabu cha Marko sura 14 Marko 14, subiri kidogo, mstari wa 66 mpaka mstari wa 72. Petro yuko chini kwenye ua wa chumba la kifalme, tazama akaja mmoja wa watumishi wa kike wa kuhani mkuu. Alipomuona Petro akiota moto,
akamtazama sana, akamwambia, wewe pia ulikuwa pamoja na Yesu Mnazareti. Amen. Endelesha. Lakini Petro akakana, akasema, sijui wala sielewi unalosema. Naye akaondoka kuelekea kwenye njia ya kuingilia. Yule mtumishi wa kike alipomwona hapo mahali, akawaambia tena wale waliokuwa wamesimama hapo, huyu mtu ni mmoja wao. Lakini Petro akakana tena. Baada ya muda kidogo, wale waliokuwa wamesimama hapo karibu na Petro wakamwambia, hakika wewe ni mmoja wao, kwa maana wewe pia ni Mgalilaya. 71. Petro akaanza kulaani na kuwapa, akawaambia, simjui huyo mtu mnayesema habari zake. Papo hapo jogoo akawika mara ya pili. Ndipo Petro akakumbuka lile neno Yesu alilokuwa amemwambia, kabla jogoo hajawika mara mbili utanikana mara tatu. Akavunjika moyo, akalia sana. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia habari ya Petro. Petro alikuwa mtumishi, alikuwa mfuasi wa Yesu, ambaye alikuwa shujaa katikati ya wafuasi wote wa Yesu. Na wakati Petro alikuwa anazungumza, Yesu alikuwa anajisikia kabisa na kama huyu mtu anaweza kuchunga wenzao. Maana kuna wakati ambao Petro alikuwa anajibia, mpaka Yesu anasema sio wewe ulijibia, lakini ulifunguliwa na nani? Ulifunguliwa na Baba. Bwana asifiwe. Sa Petro, wakati Yesu yuko nawaambia gisi watamkamata na watamsaliti, na atakaye msaliti atakuwa katikati yao, na wakati watamsaliti mitume wote watakimbia na wanamwacha Yesu, Petro akajitokeza akasema, mie hata viko namna gani sitakusaliti. Bwana asifiwe. Akasema hata msaliti. Lakini Yesu alipomwangalia akamwambia, wewe Petro, kabla jogoo hajawika mara pili utakuwa umekisha kunikana mara tatu. Bwana asifiwe. Sasa tunatafuta kuongea hapa, natafuta kusema kwanza kazi ya jogoo. Jogoo katika maisha yetu ya kikawaida inatusaidia kuamka na kujua kama mchana naisha. Bwana asifiwe. Sasa mbona unaka tu jogoo mwako unasema ninatarajia kuikula? Kama unapenda ujue kama bulisha ingia, wewe fuatilia jogoo. Kama unapenda ujue kama unakucha, fuatilia jogoo. Bwana asifiwe. Maana yoye ailalake usingizi. Ndani ya jogoo muna kitu ambao wanaita saa. Bwana asifiwe. Jogoo ikiena ile saa yake ya kusema kama bunaingia, atakuambia. Kukue nini atasema. Kazi ya kwanza ya jogoo ni kufanya nini? Ni kukuambia kama unakucha na kukuambia kama unaingia. Wakati ya zamani, mu 5e siècle, jogoo ndio ilikuwa ya kwanza kulamusha Mkristo wa kwanza saa ya kuomba. Ndio ilikuwa saa ya kwanza ya Mkristo kulamuka kuomba. Jogoo ikiwika tu, ule ambaye ni Mkristo na ndio saa yake analamuka na anza omba. Bwana asifiwe. Maana jogoo alimkumbusha. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ya pili ya jogoo mu maisha ya mwanadamu, katika maisha yetu ya Kikristo, jogoo inatukumbusha kama mambo ambayo tuko tunafanya tuko katika nuru wala tuko katika giza. Bwana asifiwe. Inajulisha mtu uwe pasta, uwe nani, kama katika nuru ule katika giza. Na ule ambaye anasikia sauti ya jogoo pale pale, kama alikuwa mtu wa Mungu, atajua kama nimekwisha kutoka katika mapenzi ya Baba ama nikingali katika mapenzi ya Baba. Bwana asifiwe.
iko kazi ya jogoo katika maisha nini ya Mkristo. Sasa Yesu anaangalia Petro, anasema huyu Petro anakulaka jogoo, lakini ajue maana ya jogoo. Acha leo nimwambie kama ile jogoo ambayo anakulaka itamkumbusha juu ya maisha yangu. Bwana asifiwe. Kanisa, sote tulio mahali hapa tuko majogoo, lakini kila mtu ni jogoo fasi kwenye iko. Kazi yetu ni kulamusha dunia na kuiambia kama mo katika giza wala katika nuru. Kama uko hapa ni juu uko jogoo. Bwana asifiwe. Ndani yako muna nini? Muna nyimbo ambayo inafaa kuimba wakati kuna vitu vibaya na wakati kuna vitu vizuri. Lakini jiulize, wewe kama vile jogoo unaimbaka na unaimba wakati gani? Ama na wewe unalala? Jogoo iko na kitu kia kwanza ambaye alalake usingizi. Kazi yake ni kuangalia kicho kwa tu yulu. Jogoo ni mtu meko vishila. Bwana sifiwe. Kitu kia kwanza mkanisa, yule mtu ambaye ni jogoo katika kanisa, ye alale usingizi. Bwana sifiwe. Alale usingizi. Akwe mkubwa, akwe mdogo, lakini alale usingizi. Hata ni mdogo anamkumbusha mkubwa. Akimkutania katika matope, anamwambia papa, mbona mkanisa walituambia kukunywa pombe ni zambi? Mbona unalewa? Manake haiko tena zambi. Bwana sifiwe. Sasa baba naye anashindwa atamwambia mtoto. Anasabu kama ni jogoo ambaye nawika kwenye masikio yake na kumwambia hivi nyoko nafanya uko katika giza. Bwana sifiwe. Kanisa ya siku ya leo, mko majogoo wala mko watu gani? Bwana sifiwe. Nilipenda kulamusha jogoo mwa mahali hapa, kuiambia kama Kristo anaacha na wewe. Jogoo anapowika awike, aseme anawika kwa wakati. Bwana sifiwe. Anawika kwa wakati. Waingereza wanasema on time. Bwana sifiwe. Haiko aseme alifikia kwa wakati ama alitafuta fika, lakini anawika kwa wakati. Bwana sifiwe. Ndio maana Yesu alimwambia Petro, kabla jogoo hajawika mara pili utanikana mara tatu. Maana alijua kama jogoo atapiga swata wakati tu atasema tu yake ya tatu, jogoo atasema kwa wakati. Bwana sifiwe. Ule mtu mwanasikia sauti ya jogoo iko tofauti mkanisa. Tunaingia sote mkanisa, lakini juu tusikie sauti ya jogoo iko ngumu sana maisha yetu. Mtu mwanasikia sauti ya jogoo ni mtu ambaye Roho Mtakatifu iko ndani yake. Ndio mtu mko na dhamiri katika kanisa. Kuko watu hapa akifanya dhambi, atomwambia au namna gani, atakupatia sababu. Maana yeye ana saa ndani yake. Hiyo saa ambayo tunasema sio ingine, ni Roho Mtakatifu. Maana Biblia inasema atakapokuja kwetu atatufundisha kweli yote. Hakuna acha sema atatia virgila, hapana. Atakukumbusha kweli yote. Kama ni kazi katika kanisa atakuambia. Kama ni gisi unapaswa tembea katika unyumba atakuambia. Kama ni sheria ya mtoto na mzazi atakuambia. Atakupa kweli yote. Bwana sifiwe. Lakini leo kanisa inakosa saa ndani yake, inakosa Roho Mtakatifu ndani yake. Tunakutana Wakristo ni watu ambao wanajitetea kila wakati. Jogoo anapowika anakukumbusha, wewe dada, ulikuwa nasema hivi wakati unaona wenzako wanavala mangozi zinafanana hivi za dunia, ulikuwa unasema hivi, lakini mbona na wewe unaanza zivala?
unamwambia yo, tuko kumote. Bwana asifiwe. Mtu mwana Roho Mtakatifu ndani yake, kitu cha kwanza ni mtu wa kwanza mwenye anajikamatiaka sababu. Naanzia mnyumba nashuka paka kwa watoto, naanzia kundoa paka kwa mtoto wa kidogo katika jamaa. Jogoo anapoingia katika fuaye yako, anakumbusha Bwana kisa anaposha kuishi na mke wake, anakumbusha mke ataishi namna gani na mume wake. Bwana asifiwe. Anarudisha kila mtu fasi yake, anamutia kwenye mstari. Bwana asifiwe. Maana Mungu wakati aliumba mwanadamu akamupatia msaidizi. Bwana asifiwe. Akamupatia msaidizi. Wakati wanasema msaidizi, ndio kusema kuna mtu kwanza mwenye alikuwa mbele, lakini ule mtu alishindwa, ndio wakasema kuona huyu mtu anashindwa, tumupatie mwingine mtamsaidia kufanya nini? Kuendelea mbele. Bwana asifiwe. Abakusema wanampatia mtumwa, lakini wanampatia mtu mtamsaidia kuendelea mbele. Bwana asifiwe. Hawakusema wanampatia boy, lakini walimpatia mtu ambaye atamsaidia kuendelea mbele. Ingine Kiswahili nasema mtu ambaye atamueneza, maana kuna kitu ambacho Mungu alitosha katika mbavu ya mwanadamu. Wakati alikitoa ndani ya mbavu ya mwanadamu, akatengeneza mtu, akasema huyu mwanadamu ambaye nimetengeneza anaonekana kama hana furaha, na kisi hana furaha, acha nimuletee mtu mtampatia furaha katika nini? Katika dunia hii. Kumbe mwanamke uko pale juu kumpatia mwanaume nini? Furaha. Bwana asifiwe. Kumueneza. Sasa jogoo anapoingia katika jamaa, anakumbusha mama, hapa ulishatoka kunini? Ushatoka kuzamu yako. Baba na wewe hapo unatoka kuzamu yako. Bwana asifiwe. Kisha tena maandiko yanaongeza, kwa mimi nasikia kama ninapendea maandiko. Inasema watakuwa mwili moja. Ndio kusema hakuna mwenyeko mbele na hakuna mwenyeko nyuma, wote wako kumstari. Bwana asifiwe. Watakuwa mwili moja. Ndio kusema kisa unajipenda, ndio utakupenda. Kisa anakupenda, ndio na wewe utafanya utampenda. Bwana asifiwe. Maana juu Mungu ni Mungu mwanaonaka ndani. Hakuna kama ndani ya mwanaume upendo iko mbali. Ndio akasema hivi, mume utampenda mke wako, na wewe mke utamfanya nini? Utamheshimu nani? Mume wako. Maana ndani ya mwanamke mnajaa upendo, lakini hamuna heshima. Bwana asifiwe. Heshima iko mbali. Lakini jogoo anapoingia katika jamaa, anamwambia mwanamke utamheshimu mume wako. Na wewe sasa mwanaume, ijapokuwa nakupatia heshima, lakini elewa kitu kimoya, utampenda mke wako. Na nani mwanaweza kufanyia mwili yake vitu vibaya? Nani mwanaweza kutesa mwili wake? Nani anaweza kamata kisu aumize mwili wake? Kama utampenda, maana yake unasema unajipenda, na ukijipenda utafanya nini? Na utamheshimu. Bwana asifiwe. Jogoo katika kanisa anakuja kukumbusha kila mtu nafasi yake. Wapi kwenye ulipotelea? Wapi kwenye utembee vizuri? Watoto katika jamaa, jogoo anapokuja anawarudisha nafasi zenu. Watoto watii wazazi wao ili siku zao zifanye nini? Ziongezeke. Lakini ushasikia watoto masiku mama akisema yana mwambia B na C na D. Bwana asifiwe. Nakwambia kitu kimoja, hata kama mamako hana nguvu ya kupiga kofi, hata kama babako hana nguvu ya kupiga kofi, lakini dunia ina nguvu ya kupiga kofi. Kofi ya dunia ailie kama masasi, lakini napo kupiga wewe mwenyewe itafanya nini? Itakufundisha.
Sa jogoo kazi yake ni kukumbusha. Jogoo katika kanisa, kwa mchungaji wa kanisa, kwa watu katika kanisa, kwa Wakristo katika kanisa, ni kukumbusha namna gani kanisa inapaswa tembea katika njia ya Kristo. Bwana asifiwe. Siku za mwisho itakuwa hukumu, na kila mtu atatoa ripoti yake mwenyewe. Hakutakuwa baba anatetea mama, au mama anatetea baba, ama baba anatetea mtoto, lakini kila mtu ataitoa ripoti. Uitike, ukatale, utaitoa ripoti yako. Sa jogoo na kazi yake ya pili ni kukumbusha wewe Mkristo, eske vinyoko nafanya ni vya mzuri ama uko nafanya ni vya nini? Vya mbaya. Lakini vile vyote juu vifikie yako, ni lazima Roho Mtakatifu akae ndani yako. Bwana asifiwe. Roho Mtakatifu akae ndani yako. Na Roho Mtakatifu hata kaa ndani yako kama wewe kitu cha kwanza auheshimu matunda ya Roho. Maana inapoingia ndani yako inaleta matunda ya Roho ndani yako. Bwana asifiwe. Kuna wale ambao Roho Mtakatifu anaingia ndani yao, na wakati anakaa ndani yao, wao pari wapokee Roho na wabaki na Roho, wanaanza kufukuza Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Kazi ya tatu ya jogoo. Jogoo inakumbusha mtu kurudia kwa mwangaza na kuingia katika giza. Giza na mwangaza katika maisha ya Mkristo. Ule mwenye anatembea katika giza anajikwaa, ndio maandiko. Lakini anatembea katika nuru ajikwae. Sa jogoo inakuambia hapa kuna tafuta endelea. Unakuwa wakati wa giza, kumbe pumuzika kwanja hapo, uchunge sana nuru itakuwa, njoo utembee. Bwana asifiwe. Katika jamaa kuna wakati baba anaweza kushimama nasema kama Roho Mtakatifu uko ndani yako, jogoo anakuambia yeye iko mugiza, shimama kwanja nuru ingie, njoo utembee na huyu mtu. Bwana asifiwe. Kuna wakati kutana wa Kristo katika giza, lakini kama katika giza ni sharti jogoo la kanisa liwike na kuambia toka, amkeni katika giza na mje katika nuru ili mpate kuangaza. Maandiko yanasema Petro akajificha pembeni ya moto wa wote. Wakati alikuwa pale, na wapenda wanawake sana, wanawake biko matata, mama umoja akamuona. Bwana asifiwe. Bamama akamuona. Bamama mkanisa ukiangalia mzuri, kama uko mtumishi wa uongo, beba na kujua kama kwanza ni wanamke. Bwana asifiwe. Banamuke Mungu alibasaidiaka. Biko na kitu kimoja kia nini, kia utambuzi. Bwana asifiwe. Lakini tena ni wa kwanza kunini, kudanganyika. Wanawake ni wa kwanza kudanganyika na ni wa kwanza kutambua. Bwana asifiwe. Mwanamke akaangalia akasema, hata huyu mwanekala hapa, huyu naye alikuwa naye. Akamfuata Petro akamwambia, sina wewe ulikuwa pamoja na Yesu Mnazareti. Lakini Petro alikuwa nda tafuta nini? Moto. Bwana asifiwe. Alikuwa nda tafuta moto. Petro akakatala, si mjue. Bwana asifiwe. Mara ngapi jogoo na wika katika maisha yako unasema au mjue Yesu? Ulifika hapa Amerika, ulikuwa naomba, ulitoka kwenye ulikuwa unafanya kazi, lakini angalia mkazi yako mara ngapi unamkana Yesu. Angalia mnyumba yako mara ngapi unamkana Yesu, si mjue. Haiko kusema tu, lakini matendo yako. Wewe dada, wakati unajikutana kule kukwe, ni mara ngapi unajikutana kule kukwe? Hakuna mwana kuona.
hakuna mwana kuona, tufanye tu vile, tunaona tatu kapata lomba msamaha. Bwana asifiwe. Lakini sina kama tunaokoka. Wewe uko unasema tunaokoka na uko na mkana Yesu. Bwana asifiwe. Kisha naanguka. Unasema roho ni razi lakini mwili ni dhaifu. Ijapokuwa chogo aliwika ndani ya masikio yako, akakwambia uko nafanya sio vitu vizuri. Bwana asifiwe. Wewe mama, ni mara ngapi unamkana Yesu? Juu ya tamaa tu ya vitu ya dunia, unabadilisha nyumbako hivi. Unabadilisha upendo ambao mulianza na Bwana kutokea zamani, unaibadilisha hivi juu ya tamaa ya vitu vya dunia. Bwana asifiwe. Tamaa ya vitu vya dunia unabadilisha nyumba, unabadilisha kila kitu. Wewe unakuwa kutope sasa. Hawezi kuniambia kitu. Utasema nini? Utafanya nini? Unasabu kama maandiko yanakuambia ni kutii. Bwana asifiwe. Elewa kitu kimoja. Kengele ndani ya roho yako haiko. Roho Mtakatifu amezimika tayari. Bwana asifiwe. Sasa jogoo kazi yake ni kukuambia kama inakuwa usiku. Inakuwa usiku. Vyote vya mbaya vinapitikana kwa wapi? Usiku. Na vya mzuri vinapitikana mchana. Bwana asifiwe. Na Mkristo ni yule ambaye anatembea katika mwangaza. Sasa jogoo yeye kazi yake ni kukuambia bwana sasa ni usiku, sasa ni mchana. Ndio maana akungoesha Petro. Alipoweka ya kwanza, Petro kujiretrouver. Tulikuwa ni mugiza. Bwana asifiwe. Unaona wakati ya mugiza, mtu anaweza kama njoo ililwika, kama ikuwika, kama ni soneria ya papa Ejite, kama ni unaanza kuwa na waza. Unaanza juu ikingali wakati ya usiku. Wakati ya usiku hautaelewa. Petro wakati jogoo ilika ya kwanza, akujitambua maana ilikuwa usiku. Lakini wakati ilika ya pili, Bwana asifiwe, Petro akajitambua. Nitawaambia juu ya nini Petro alimkana Yesu. Bwana asifiwe. Yohana anasema hivi, mimi nababatiza kwa maji, lakini atakaye kuja atababatiza kwa Roho Mtakatifu pamoja na moto. Bwana asifiwe. Kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Petro wakati yote alikuwa anakaa na Yesu. Ni mtu ambaye alibatizwa na maji. Hakukuwa shabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Maana Roho Mtakatifu analeta dhamiri ndani ya mtu. Haleluya. Roho Mtakatifu analeta dhamiri. Mtu kwa kiumbe kyake iko na vitu vitatu. Nile vitu vyake vitatu, hakuna kisi nafsi yako elamuke ama roho yako elamuke kama Roho Mtakatifu akukugusa. Maana anatia alama. Bwana sifiwe. Anatia alama kwa wale walio wake. Sa Petro alikuwa alishasikia maandiko, alikuwa alishasikia mafundisho, lakini Roho Mtakatifu akukuwa ndani ya Petro. Ijapokuwa Petro alitembea na Yesu, lakini Roho Mtakatifu haikukuwa ndani ya Petro. Utaniambia haijo Petro alikuwa anatembea na Yesu na kukuwa na roho ndani yake. Bwana asifiwe. Najua wengi katika kanisa wako mahali hapa, lazima mlisha kumpokea Yesu na kumwamini kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yenu, lakini Roho wa Mungu hakae ndani yenu. Kuna watu ambao Roho anakaa ndani yao, na kuna watu ambao Roho anakaa juu yao, na wale ambao Roho anakaa juu yao wanafanya kazi fulani, na wale ambao Roho anakaa ndani yao nao wanafanya kazi fulani. Wale wanatofautishana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ndio maana uombe sana Mungu akuchalie neema, Roho Mtakatifu akae ndani yako, ili akwe na kukumbusha wakati giza inaingia katika maisha yako. Petro akaenda tafuta moto. Moto ni alama Roho Mtakatifu.
Maana Biblia inasema hivi katika kitabu cha Matendo ya Mitume, aseme ile siku ya Pentekoste pakatokea na wingu, kwa sababu si wingu ya moto kwenye vichwa chao, wakajazwa na Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Sasa Petro alienda tafuta moto, maana moto ingilikuwa ndani ya Petro, angenaota. Moto ingilikuwa ndani ya Petro, angeenda tafuta kwa wale watu, lakini Petro angepiga magoti, anamwambia Baba, najua mambo ya roho yanapigana katika roho, na ndio maana mie sasa kujipresente mbele ya hii moto, acha nibakie na Yesu katika roho, maana nimejua kwamba katika roho tuko washindi. Bwana asifiwe. Tunakutana vita ya kanisa kila siku, kugongana mkanisa. Mama fulani alisema kitu fulani, nikenda vikarudia, ni mtu wa kutafuta maneno ile aende kwa fulani juu asikie alisema fulani, asikie tena fulani alisema hivi fulani, akuyaambie fulani, lakini Roho Mtakatifu hamwambie maisha ule mtu. Bwana asifiwe. Unakutana wengine wanabii wanakuwa wanatuma watu wapelelezi wanazunguka katika quartier, wako wanatafuta maneno. Alisema nini? So nafika mwombe anakutabiria, aseme vikakuwa hivi, ukasema hivi. Ni kweli. Kumbe alituma mpelelezi, alienda ota moto. Bwana asifiwe. Nahitaji mtu ambaye jogoo atakapowika asikie sauti na amke. Bwana asifiwe. Sasa Petro wakati aliingia pale kwa moto, wanamwambia ya kwanza akakana, banamwambia ya pili akakana, banamwambia ya tatu akakana. Wakati alikana ya tatu, jogoo akawika mara pili. Bwana asifiwe. Jogoo akawika mara pili. Angalia sasa mtu mwenye alipokea Yesu, wakati anaposikia wanagusa kwenye maisha yake, wanagusa vipaa ambayo iko nafanya, ya kwanza ambayo anakimbilia, anapiga magoti na kumulilia Baba, anaomba msamaha. Lakini ni mara ngapi unakutana kanisa watu wanakauka kon. Bwana asifiwe. Watu wanakauka, hakuna alama ya kujuta. Unaweza kuangalia mtu unasema kabisa wote ni watakatifu, lakini kuna alama ya kujuta. Wakati Daudi alijikutana kama yuko katika dhambi, alipiga magoti, akavaa magunia, akamulilia Mungu. Bwana asifiwe. Maana jogoo iliweka katika maisha yake. Bwana asifiwe sana. Kanisa ni lazima tuamshe jogoo, tusikie sauti ya Bwana katikati ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Jogoo anapowika anatangaza kukufa kwa Kristo na kufufuka kwa Kristo. Bwana asifiwe. Yesu atafuta kumwambia Petro kitu kimoja hivi. Amwambie Petro, jogoo anapowika ya kwanza na kuambia Petro, kumbuka tulikuwa na wewe. Petro, kumbuka mambo ambayo niliyafanya. Petro, kumbuka vyote ambayo ulifanya, uliniahidi. Petro, kumbuka mara ngapi ulisema utakuwa mwaminifu. Petro, kumbuka mara ngapi ulisema utanikana. Petro, kumbuka mara ngapi tulipanda na wewe milima. Petro, kumbuka mara ngapi tulishuka na wewe mabonde. Petro, kumbuka. Mama, kumbuka mara ngapi ulipiga magoti juu ya nyumba yako. Mama, kumbuka mara ngapi ulipiga magoti juu upate mtoto. Mama, kumbuka mara ngapi ulipiga magoti juu Mungu akuendeshe mbele. Kumbuka mara ngapi Mungu ulipiga magoti juu Mungu abadilishe situation fulani katika maisha yako. Kumbuka. Bwana asifiwe. Kumbuka. Petro wakati alisikia, ya pili ilikuwa kumwambia Petro, kumbuka kama macho yaisha, nilikuambia Petro, nitakufa lakini nitafufuka. Bwana asifiwe. Lakini nitafanya nini? Nitafufuka. Macho yaisha. Mpendo ule mahali hapa, kuna mahali fulani au kuna vitu fulani ulimwambia Mungu akupatie maisha yako. Sazi moja hayakupatia vile Yesu alikuwa anavipenda, ama sazi moja alikupatia navyo Yesu alikuwa anavipenda, lakini kafika wakati moja ukakata tamaa na kusema iko saa Mungu ajili yake. Sazi moja ukasema iko saa Mungu analala usingizi.
ukasema mambo ambayo haikumpendeza Mungu. Bwana asifiwe. Lakini leo nasema kumbuka. Bwana asifiwe. Macha hayaisha. Hapa kudunia kwenye tuko mahali ambapo tutaishi maisha kidogo sana, lakini maisha mengi ambayo tutaishi ni maisha ya roho. Bwana asifiwe. Hata kama unaweza pata raha yote hapa, lakini elewa kama kifo iko. Sulemani alipata raha, Sulemani alivala, Sulemani alikuwa kisa alikuwa, lakini kifo lipogonga akasema mambo yote ni nini? Ni ubatili. Ndio maana jogoo anawika katika maisha yako. Bwana asifiwe. Jogoo anawika. Jogoo aliwika nyimbo 2. Nyimbo ya kwanza ya jogoo ni Agano la Kale. Bwana asifiwe. Jogoo anawika Agano la Kale. Anamwambia Petro, Agano la Kale hii, angalia kuanzia mwanzo mpaka tunakuwa tunafikia Petro. Petro kukumbuka Agano la Kale. Maana katika Agano la Kale walikuwa natembea katika sheria. Bwana asifiwe. Ilikuwa katika nini? Sheria. Petro akasema nikikumbukia hapa batani hukumu juu ya nini? Ya sheria. Watu mingi wanaogopa sheria. Bwana asifiwe sana. Petro akasema batani hukumu juu ya sheria. Yesu akasema sawa Petro, mimi najua kama unaogopa sheria, ijapokuwa mimi sikuja kuivunja. Petro tuna mambo ya pili. Ikawika ya pili ambayo ni Agano Jipya. Bwana asifiwe. Agano Jipya. Mwili Agano Jipya. Petro anakumbuka Yesu anamwambia, maana Yesu alikuwa anawaambia kila wakati. Kuna wakati aliwatuma ndio wafanye kazi, kuna wakati alikuwa anawapatia mifano, kuna wakati alikuwa na kila kitu Yesu alikuwa anawaambia. Iko anawaambia kitu kitafanya, ufalme wa Mungu unafanana kama mtoto mdogo, ufalme wa Mungu. Petro alikuwa anasema, Yesu alikuwa anayasema. Petro wakati anakumbuka anasema na mimi niko sawa na bale wenye balikatala Masia. Bwana asifiwe. Niko kama na bale balikatala Masia, japokuwa mimi nilikuwa natembea na Masia. Bwana asifiwe sana. Petro akakumbuka. Mpendwa, Petro akukumbuka kwa juu alikuwa special kusaidia watu wengine, lakini Petro alikumbuka juu alikutana kuna kitu fulani ambacho kilionekana ndani yake. Bwana asifiwe. Roho ya kujuta. Unakutana mtu yuko mkanisa lakini kulomba pardon ni sagisi ni mangumi. Kusema tu nisamehe ni kama vile kuna pigana vipasi. Nisamehe mume wangu, nisamehe mke wangu, nisamehe mtumishi mwenzangu, nilikosea muombaji mwenzangu, nilikosea mwimbaji mwenzangu. Inakuwa ngumu katika maisha yake. Lakini maandiko yanasema Petro wakati alikumbuka alilia machozi. Bwana asifiwe. Alilia machozi. Watu katika kanisa siku ya leo wanashindwa kulia machozi kumwambia Mungu. Unakuwa uliomba Mungu akupatie mtoto, lakini nakwambia kitu kimoja ambao ni siri katika maisha ya mwanadamu. Unaweza kutia akiba kwa ajili ya mtoto, lakini kule mbele anayejua mtakayompata ni Mungu. Bwana asifiwe. Wamama, wababa walio mahali hapa, jitahidini sana kuombea watoto wenu. Jitahidini sana mkiombea watoto wenu. Maana urithi ya mzuri inatoka kwa baba. Bwana asifiwe. Sasa kama mtoto akufanya kitu kwa ule mtoto, hakuna kitu kitamsaidia katika maisha yake. Bwana asifiwe. Amen. Maandiko yanasema hivi. Wakati Daudi iko na taarifa atakaye rithi, Daudi akamtayarisha Sulemani. Soma maandiko mzuri. Daudi alienda kwenye mlima akaombea Sulemani. Akamwambia Mungu juu ya Sulemani. Akasema watu watakuja kumuona Daudi, kuona Sulemani. Wale watu wafalme walisikia wanakuja. Wale wote ambao walikuja kushoto na kume, Daudi alikuwa watabiria Sulemani. Bwana sifiwe. Mbele Sulemani akuwe mfalme, Daudi alipiga magoti akasema Sulemani, akaombea Mungu. Maana Daudi kuna vitu ambavyo katika maisha yako venye wao kuweza, lakini sema hivi, mimi sikuviweza lakini mtoto wangu ataviweza. Bwana sifiwe.
Ndio unakutana watu wengine ni kuchama watoto. Bitusi yote. Wewe utakuwa mkoshi. Na watoto wako watakuwa tu hivi. Mpaka hivi na hivi na hivi. Ile yote uko nasema itampata. Maana urithi ya mzuri kwa wazazi. Bwana asifiwe. Sasa kama unashindwa kuomba, kama unashindwa kukesha, kama unashindwa kuacha jogo afanye kazi katika maisha yako, uko waboi. Sasa kanisa kwa siku ya leo, nawaambia sasa tuko majogo mahali hapa. Tuko majogo mahali hapa. Kumbe kazi yetu kama vile jogo ni kupaza sauti. Sio mchungaji peke yake. Sio waimbaji peke yao. Sio waombaji peke yao, lakini na wewe uko jogo. Katikati ya Amerika hii uko jogo. Ambao Mungu alileta mahali hapa, ukumbushe watu ambao walitokea Afrika, ukumbushe watu ambao wako mahali hapa kama siku za mwisho zimekaribia. Na tunakuwa katika siku za mwisho. Bwana asifiwe. Tunakuwa siku za mwisho. Na hapa siku za mwisho ni siku za hatari. Joko katika mambo ya siku za mwisho ama katika eschatology, jogo mtu mwanakia kusema juu ya siku za nini? Siku za mwisho. Bwana asifiwe. Amen. Elewa kwa magharibi. Asubuhi imekupita na jogo amekuamsha. Unabakia katika wakati za magharibi. Ni wesa kulamuka na kuanza kupaza sauti. Bwana asifiwe. Kanisa mahali hapa, atukuja mahali hapa kula. Iko na mbindu za mingi sana za kutupotosha. Analeta mafuyo katika kanisa, analeta mafuyo katikati ya kati, analeta mafuyo katikati ya nyumba, analeta mafuyo mahali pote ili tusipate kushimama na kupinga adui ambaye anashimama mbele zetu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Ndio maana wewe kama vile jogo, shimama kwa zamu yako. Shimama kwa nini? Kwa zamu yako. Mama uliye mahali hapa, ukiona zambi, hapana kuipakala mafuta, tembea ayo. Bwana asifiwe. Kuna mtumishi wa Mungu anasema hivi, aseme rafiki mzuri ndio atakwambia ukweli itakayokuluma. Bwana asifiwe. Itakayokuluma. Unaona mtu yuko anaingia mkanisa ni mlevi, lakini pastori jua kumuogopa anashindwa kuambia kama uko mlevi, na walevi hawataona ufalme wa mbingu. Sema, ambia watu kweli. Waambie kweli na kweli itawaweka kuwa huru. Wakuchukie tu niwaambia kweli, wakuchukie. Baki kuambia ni msharati, ambia kwa msharati. Na hata msharati wende kwa Mungu. Maana tukiwa mkanisa kufunga jinama. Tuleta watu mkanisa watenda kwa nini? Watenda kwa Mungu. Kama watu wanapenda kucheza, waende kucheza dombolo habari. Bwana asifiwe. Unajua kila mtu wakati shida iko, anakuwa kwanza kuomba Mungu na anakuwa mtakatifu ile saa. Yesu Kristo Baba. Kila siku nasema jina ya Yesu, jua anajikutana kiko mtakatifu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Unajua Yesu anasema hivi, rafiki mwema anatoa uhai wake. Rafiki anatoaka uhai wake kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya wenzao. Mchungaji anatoa uhai kwa ajili ya kondoo. Na anasema hawaiti tena nyie kama vile banani watuma, lakini anaita kama vile marafiki. Bwana asifiwe. Na kama uko rafiki wa Yesu, kumbe tembea sawa sawa na mapenzi ya Baba. Bwana asifiwe. Roho Mtakatifu atakapoingia ndani atatufundisha kweli yote. Jogo kukichwa yake hapa hivi kuna waka ile wanaita crate ama luhuhu. Bwana asifiwe. Hii hapa hivi inakuwa kama vile moto. Angalia, hiyo moto ni alama ya Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Unaona mtu ukijazwa na Roho Mtakatifu, sio wewe utajiona, lakini atakaye kuona ni mwenzako. Bwana asifiwe. Lakini unakutana watu yuko ajira, mimi najiona Roho Mtakatifu. Wewe unajiona, chokwa isijiona kwa kichwa yake. Haiwezekani. Wewe unakuwa Roho Mtakatifu. Haiko wewe ndio utajiona, lakini atakaye kuona ni mwenzako. Maana jogoo hapa kichwa yake hata afanye vya hatajiona. Bwana asifiwe. Alama ya Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Lakini kanisa siku ya leo
tunacheza na Roho Mtakatifu. Ndio nakutana Paulo akakutana watu wa Korinto wako wanacheza na Roho Mtakatifu. Kila wakati wanapoingia wanasema shaka shaka shaka. Inakuwa akasema ya. Kutakuwa tofauti gani wakati mtu ataingia huko mwenye lugha yenu? Tutasema mko mafu. Bwana asifiwe. Mko na wazimu. Unakutana mtu anakuwa anasema sema muombaji niombe. Padi wase muombe shaka. Munajijenga nyumba peke. Atajua kama ulimwombe. Bwana asifiwe. Atajua kama ulimwombe. Bwana asifiwe. Tunakutana kwa wakati Roho Mtakatifu anapoingia ndani yetu, analeta kitu kimoja wanasema, analeta kwa sababu control. Bwana asifiwe. Hekima moja ingia ndani tofauti. Kumbe kanisa kwa siku ya leo, jitahidi sana katika mambo tuko nafanya. Tafuta Roho Mtakatifu. Joko atakapolia atakukumbusha kunyolisha kuu. Na kama unajikutana kila siku wanafundisha mkanisa watu wake ulikuya, unasema mare kanisa kwa sababu ya vikombe vya Mungu. Na kuambia hii neno ni Yesu Kristo. Kila neno linapoingia inapenya. Bwana asifiwe. Kile linapoingia inajenga. Kama wewe unasema kila siku mimi nikiaka kila siku nasione kitu mole kanisa. Maana kile kusema Roho Mtakatifu yuko ndani yako, umtafute ili akupatie connection. Bwana asifiwe. Akutie mahusiano. Maana Roho Mtakatifu atatusaidia. Bwana asifiwe. Hata naona imba, muimbaji anapoimba kuna Roho Mtakatifu ndani yake. Hata kama nyimbo ilikuwa ya zamani, utasikia ndani ya hiyo nyimbo kuna kitu ambacho kinatembea. Bwana asifiwe. Roho Mtakatifu lazima tumutaji akae ndani yetu. Roho Mtakatifu aonesha kimoko mtoto. Maana kuna wale ambao aliita akasema tokea mtumbo ya mama yako nilifanya nini? Nilikuchagua, nilikuchua. Bwana asifiwe. Na kuna wale ambao alikataa kutokea mtumbo ya mama yako. Bwana asifiwe. Ndio maana kusema Roho Mtakatifu akuangalia si uko mtoto. Kama uko mtoto unakutana mpastere kwa matope, Biblia inasema hivi, na mzee umkemee kama vile nani? Mzee. Bwana asifiwe. Au tunatumwambie pastor uko matope, hapana. Tafuta namna umwambie asikie kama jogoo iliwika mahali hapa. Ili atakaposikia apige magoti na kuburudilia Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Siku ya leo nilipenda kukumbusha mtu mmoja ambao najua kama si wote mahali hapa. Tulipotoka Afrika, tulikuwa tunaomba Mungu. Na kila mtu wakati alikuwa anaomba Mungu, kuna vitu fulani ambao Mungu alisema katika maisha yake. Na vile vitu ambao Mungu alisema katika maisha yako, ama kuna vitu fulani ambao kulikuwa kiwango fulani mlikuwa mnajikutana katika kanisa, ama mkiomba unasikia kama vile unatafuta kupanda. Bwana sifiwe. Unasikia kama miguu yako iko inapanda. Bwana sifiwe. Unasikia kama vile kanisa siishe hata. Unasikia kama vile uko connected na kitu kimoja hivi. Maana Roho Mtakatifu anapoingia ndani yetu anatuletea furaha ndani yetu. Bwana sifiwe. Kuna wakati ambao ulikuwa unasikia ukiimba, ukiingia tukianza tu imba hivi, unasikia kama kuna vitu fulani vinapanda katika maisha yako. Lakini leo unaweza kusikia alikuwake tena. Bwana sifiwe. Unaweza kusikia alikuwake tena. Naomba namna gani? Najikaza kulia, unasema lakini unasikia alikuwake tena. Natafuta kuita ule mtu asimame tuombe pamoja naye. Bwana sifiwe. Ulikuwa naomba Mungu kwenye ulikuwa unajikutana nilikuwa naomba, ama wewe peke tokea unafanya unabatizwa haujasikia kaseme hizo nguvu za Mungu zinakuwaka. Hakuna hata iko sasa walikudubika kama maji na bakakutosha. Bwana asifiwe. Bakumwanga na bakafanya bakakutosha. Lakini akasikiaka hata wakwambia sema no, Roho Mtakatifu anatembeaka hivi, anasemaka hivi. Ukiona mweko unatingizika, wewe unasema siko najifanyisha. Ukiona mweko unalia, unaona maji kila kitu utakuwa unaona sasa siku kinafanya biko wanajifanyisha. Ni muda ambao karibu hapa mbele tuombe pamoja na wewe Mungu. Bwana asifiwe. Tuombe Mungu. Maana siku inakwisha. Wale ambao walikuwa wanawali 10, kulikuwa wanawake 5 ambao walikuwa wapumbavu, na kulikuwa 5 ambao walikuwa na busara, na wale 5 walikuwa na taa zao ambazo zilikuwa ndani na mafuta.
ambayo inamaanisha juu ya Roho Mtakatifu. Na wakati bwana harusi alipokuja, hata ilikuwa katika giza. Wale wanawake watano ambao taa yao ilikuwa ndani ya mafuta, wale hawakuhangaika, maana waliwakisha kwa saa yote. Bwana asifiwe. Lakini wale ambao mafuta ilikwisha zibika bado walipenda kwenda kutafuta mafuta, lakini muda ilikwisha kwa nini? Muda ilikuwa ilishaisha. Bwana asifiwe. Kuna wakati muda itaisha ambao utatafuta mafuta, utatafuta Roho Mtakatifu, utatafuta kusikia kisa anafundisha, utatafuta kusikia kisa anatembea na mtu, lakini hautampata. Bwana asifiwe. Hautaipata. Petro wakati alimkana Yesu, alimkana wakati Roho kukua ndani yake. Na ndio maana nakuambia hakuna mtume mwenye alianza kuhubiri kabla Roho Mtakatifu yashuka ndani yake. Bwana asifiwe. Wakati Roho ilishuka juu ya mitume, walipojazwa na Roho Mtakatifu, ndio walifanya kazi. Soma Matendo ya Mitume utasikia. Ndio walianza kufanya kazi. Na wakati walianza fanya kazi, palionekana miujiza na miujiza. Bwana asifiwe. Maana Roho alikaa ndani yao. Petro mwenye alikuwa naogopa, lakini Anania wakati alikuya mbele yake anataka kumwambia kama arudisha chamba, akadanganya Petro akamwambia, Anania, inawezaje kumdanganya Roho Mtakatifu? Bwana asifiwe. Na wakati alimwambia vile, pale pale Anania akaanguka chini akafanya akakufa. Wakati mke wake alikuya naye akasema ile akasema, na wewe inawezekanaje kudanganya Roho Mtakatifu? Maana ndani ya Petro haikuwa tena Petro moga, haikuwa tena Petro jogota wika, lakini ilikuwa Petro ambaye Roho Mtakatifu alikuwa anakaa ndani yake. Bwana asifiwe. Watu wanacheza na huduma yako ni juu haujaona kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha yako. Bwana asifiwe. Watu wanacheza na karama yako kwa jua unaona kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha yako. Watu wanacheza na kipawa yako maana jua unaona kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha yako. Unaweza kuwa naimba sauti kama vile malaika, lakini jua ina utukufu ya Roho Mtakatifu, atona imba hakuna mataguso. Bwana asifiwe. Unaweza kuwa na ubiri, atona ubiri namna gani, kama Roho Mtakatifu na hata hakuna mataguso, maana Roho Mtakatifu ndio anatuconnect. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ndio maana kwa siku ya leo nawaambia wapendwa, wandugu tulio mahali hapa, ule ambaye anajisikia, simame tuombe pamoja naye. Na kuambia mwezi huyu hautapita kabla haujaona Roho Mtakatifu. Na nasema hivi na pasta atayashuhudia hapa. Roho Mtakatifu. Maana unakutana watu wako vipolo, mnasifu lakini hakuna kitu. Unaruka lakini hakuna kitu. Unakama ndio unacheza na Musa, lakini ambia Roho Mtakatifu, mimi napenda uniguse sasa. Bwana asifiwe. Amen. Napenda uniguse sasa. Napenda uniguse. Bakia na shimama, lakini bakia na shimama katika roho. Kifunga macho yako ukisema hivi, pale kwenye msalaba ulisema yote imekwisha. Baba, kama kuna mahali ambapo niliangukia au nilipotelea, niko nasema na watu ambao wako hapa mbele, kama kuna mahali ambapo niliangukia ama mahali ambapo nilipotelea, nahitaji Mungu kwa siku ya leo unirehemu. Na mimi nahitaji siku ya leo Baba utembee nami. Nahitaji Baba ufungue macho yangu ya roho. Na soko unasema fungua macho ya roho, na katika roho uko naangalia kisi Mungu anafungua macho yako. Niko nasema na watu ambao wako hapa mbele, na hata na wako kule, jitahidi katika maombi. Kama unasikia haya ya kukuya, maana nasema ukinisikiliza haya mbele ya watu, na mimi nitakusikilia haya mbele ya Baba na malaika zake. Bwana asifiwe. Ukinisikilia haya mbele ya watu, nitakusikilia haya mbele ya Baba na malaika zake. Bwana asifiwe. Wewe mwambie Mungu, Baba, nahitaji siku ya leo ufungule macho yangu ya roho. Fungula masikio yangu nipate kusikia. Fungua midomo yangu. Nahitaji nitakapoimba, nahitaji nitakapoomba, nahitaji nitakapokuita, nahitaji nitakapokuwa na shida, acha Baba unisikie. Acha Roho Mtakatifu akae ndani yangu. Nahitaji Roho Mtakatifu akae ndani yangu. Nahitaji Roho Mtakatifu akae ndani yangu. Nahitaji Roho Mtakatifu akae ndani yangu.
Pale kwenye uko, funga macho yako, hata kungambo ya kule vile. Funga macho yako, uambie hivi: Baba, ninajua kama niko mwenye dhambi. Ninajua kama nimekosa. Ninajua kama sistahili. Lakini nahitaji siku ya leo Baba, Roho Mtakatifu afanye makao ndani yangu, ili nijue kutambua sauti yako. Wakati jogoo itakapolia katika maisha yangu, nisikuwe nimezubaa. Wakati jogoo itakapolia katika maisha yangu, nisikuwe nimezubaa. Nisikuwe nimezubaa. Anza kumuita Mungu sasa. Anza kuomba, fungua kinywa chako, ombe Mungu, mwambie Baba kujaze na Roho Mtakatifu. Ambia Mungu afungue karama ndani mwako. Ambia Mungu aendelee na kujaza. Ambia Mungu atakase maisha yako na ingie ndani yako. Ambia Mungu aguse milomo yako ili na upate kusema kwa lugha. Ambia Mungu atembee katika jamaa yako ili abadilishe maisha yako kwa siku ya leo. Ambia Mungu aguse maisha yako ili siku ya leo uone mabadiliko. Ambia Mungu. Ambia Mungu. Asante Yesu Kristo. Baki katika roho. Ukipanda sasa, hao wanyoko hapo mali hapa, nawaambia tunapanda katika dimension ya roho, ambayo ni dimension ya nguvu, ambayo ni dimension ya uwezo. Tunapanda katika dimension ya roho kwa hao walio wali hapa. Maana anasema hakuna aliyekuja kwako kabakia jinsi alikuya. Acha tunapanda katika dimension ya roho. Uguse kama vile mwanamke aligusa pindo. Uguse kama vile mwanamke aligusa pindo. Maana utakapogusa utasikia ndani yako, utasikia kama vile miguu panda ndani yako. Utasikia kama vile kuna vitu ambavyo vimepanda ndani yako. Utasikia kama vile kuna vitu ambavyo vimeingia ndani yako. Maana Roho Mtakatifu anakuja kufanya makao. Anakuja kufanya makao sasa. Anakuja kufanya makao sasa. Anakuja kufanya makao sasa. Anakuja kufanya makao. Yesu Kristo, nimeachilia nguvu zako na neema yako. Acha Roho Mtakatifu achaze katika maisha ya wadada mahali hapa. Maana ulisema mahali takapokwenda, takachokifungua kitafunguliwa. Acha waliofanya hatua leo. Roho Mtakatifu, gusa na kutembea. 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 Roho Mtakatifu, acha Roho Mtakatifu gusa na kutembea. Gusa na kutembea kwa mahali hapa. Nimeacha Roho Mtakatifu. Tembea katika mama huyo. Tembea katika mama huyo. Tembea katika mama huyo. Nimeachilia nguvu za Roho Mtakatifu. Tembea. 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 Nimeachilia nguvu za Roho Mtakatifu. Tembea. Acha Roho Mtakatifu tembee. Panda katika miguu ya mama huyo. Ingia kwenye miguu yake. Panda katika mwili wake wote nzima. Unapoingia unabadilisha. Unapoingia unagusa. Unapoingia unaponya. Unapoingia unaponya. Unapoingia unagusa. Nimeachilia nguvu zako Jehova.
Nimeachilia nguvu za Roho Mtakatifu. Sio kwenye kichwa na mahali hapa. Sio kwenye nafsi yake sasa mahali hapa. Anza fanya makao sasa. Anza fanya makao sasa. Anza fanya makao sasa. Anza fanya makao sasa. Fungua kinywa na mahali hapa. Ili Mungu ataa. Acha Mungu atakutoa katikati. Afanye makao na kutembea katika maisha ya mahali hapa. Acha Mungu katikati. Afanye makao na kutembea katika maisha ya mahali hapa. Acha Mungu afanye makao. Acha Mungu afanye makao. Baba fungua na kusaidia. Nimeachilia moto. Fanya makao katika huduma yake nyumbani. Fanya makao katika huduma yake mfano wa ajabu. Fanya makao mfano wa ajabu. Fanya makao. Fanya makao. Fanya makao. Fanya makao. Fanya makao. Yesu Kristo. Fanya makao katika maisha ya mahali hapa. Asante maana hakuna leka wewe. Baba kwa upendo. Asante Mungu wangu. Asante Adonai. Asante Mungu wetu. Nimeachilia nguvu zako kwa maisha. Utembea katika maisha yake. Katika maisha yake. Na afanye makao. Afanye makao sasa. Afanye makao sasa. Afanye makao sasa. Afanye makao sasa. Atende kwa wakona na maisha yake. Atakonga katika. Atende kwa maisha. Na kufanya makao yao kwa siku ya leo. Asante Yesu Kristo. Maana uko mwema. Yesu Kristo. Ulisema tunaposhindwa tukuite. Hivi leo nakuita tusikilize. Unasema tusiende mbali na wewe. Usituache peke yetu. Ndio maana mfalme wa ajabu ulisema tunaposhindwa tukuite. Amen. Yesu Kristo. Amen. Amen. Yesu Kristo. Asante Yesu Kristo. Ulisema tunaposhindwa tukuite. Ulisema tunaposhinda tukuite. Ndio maana tunakuita kwa muda kama na wewe. Ili utembee katika mama huyo. Maana wewe unaponya vidonda vya ndani. Ama ukifanya matendo na damu hata na angalia kwa hiyo. Hawezi kuviona. Kumbe wewe ndio unaponya. Nani? Maana wale ambao walikuwa wanamkimbiza Yesu Kristo ni wale ambao Baba walipoona kisa napata muujiza. Walimuuliza ni nani ambaye alipata mambo kama hayo? Sio maana nimeacha mfano wa ajabu. Nguvu zangu zikafanya makonda na maajabu. Ndani ya maajabu. Asante Yesu Kristo. Asante Yesu Kristo. Maana kwa mfano wa ajabu. Achokafanya makao. Achokafanya makao. Nimeachilia moto na Roho Mtakatifu. Tembea katika mikono sasa. Tembea katika mikono sasa. Tembea katika mikono sasa. Shuka mfano wa ajabu kwenye kifua. Shuka kwenye mkono. Naacha moto kwa mfano wa ajabu. Naacha moto kwa la. Naacha moto kwa mfano wa ajabu. Tembea. Tembea. Tembea mfano wa ajabu. Fungua ndoto katika maisha ya mawili. Fungua maono katika maisha ya mawili. Fungua mfano wa ajabu. Fungua Yesu Kristo. Maana uko mema. Baba fungua mfano wa ajabu. Baba utoa mfano milele. Kila jina lilosimama na kufunga maisha mahali hapa na kwenda kukata na kusemea katika jina letu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Nimetembea. Maana Baba nguvu zako zinatembea. Mahali pote ambapo mfano tunapotembea unasema tunapotembea mfano wa ajabu tukuite utaitika. Na utaonesha makubwa na matukio yasiyoelewa. Asante Yesu. Wale ambao ni wagonjwa. Wale ambao ni wagonjwa. Karibu hapa mbele tuombe Mungu. Ili tumalizie maana muda wetu. Wale ambao ni wagonjwa. Haijalishi magonjwa gani. Maana nasema njoni kwangu ninyi mnaosumbuliwa na mizigo mizito. Ili mimi Mungu nipate kufanya. Ili mimi nipate kuwatua. Ili nipate kuwatua. Kama unajua uko mgonjwa, haijalishi ugonjwa gani, sitakuuliza ugonjwa wako, lakini anayejua ugonjwa ni Mungu mwenyewe. Anayejua mahali kunakuuma ni Mungu mwenyewe. Karibu hapa mbele tuombe Mungu, hizo tubarikiwe. Kama unajua uko mgonjwa, unapata Mungu kukuuma. Kuna vitu ambavyo viende katika maisha yako. Karibu hapa mbele tuombe Mungu.
Kama hakuna, Mungu endelee kuwabariki. Tunamalizia mahali hapa. Nasema tu, ninajua mtakatifu, Roho Mtakatifu ambaye ni Roho wa kweli, ambaye Yesu Kristo aliahidi wa mitume wake, akawaambia ninaenda, lakini nitawatumia msaidizi, na huyo msaidizi atakapokuja kwenu atawafundisha kweli, na huyo msaidizi sio mwingine, ni Roho Mtakatifu, na huyo Roho Mtakatifu ni mimi peke yangu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ndio kusema Roho Mtakatifu anapokaa ndani yetu, ni lazima tuchunge maisha matakatifu. Maana anapoingia anaingia. Haya ambayo yanaonekana mahali hapa ni madogo, lakini najua kama kanisa litashuhudia. Maana Roho Mtakatifu, wakati mtakuwa mkisifu, Roho Mtakatifu atakuwa akitembea na kugusa watu. Haijalishi nani, anaweza kuwa mtoto kama vile mkubwa kama vile mama. Nguvu za Roho zitakapomgusa, maana anapoingia, ajali kama wewe uko shujaa, ajali kama wewe uko ministry, ajali kama uko nani, anapoingia anafanya makao. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ndio kitu ya kuombea katika kanisa. Waombaji mtakapoomba, ambia Mungu aendelee kujaza, maana Roho Mtakatifu ataonekana mahali hapa. Nguvu za Mungu zitaonekana mahali hapa. Itakuwa mnaimba kidogo watu wanajaza, na kuna wengine ambao watakuwa wakifanya ibada ya nyumbani. Na yasema kuna wengine watafanya ibada ya nyumbani wa kanisa hili, na Roho anashuka katika ile ibada ya nyumbani. Watoto wanajazwa kwa lugha mpya, wazazi wanacheza kwa lugha mpya katika ile ibada ya nyumbani. Kama mnashindwa kushimamisha au mnashindwa kuwarekea, maana Roho kushaingia, kuna mtaka wakati mwana anajaza mtu mpaka anajisahau, anaweza anza vete mpaka usikule mtu kwa tunajaza. Sasa inafaa kuita mchungaji wa kanisa ili awasaidie kwa ajili ya kufanya ya kusaidia wale ambao wakingali wanaanza kupata kipawa cha Roho. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Maana Roho anabii manabii. Roho Mtakatifu anapoingia na kuwa mtu wa ombi, na mtu akijazwa kisha mchungaji anamnyamazisha katika kunyamaza, haiko Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Amen. Roho Mtakatifu, maana Roho anatii viongozi. Bwana asifiwe. Amen. Tunashukuru na Mungu awabariki. Baba, tunasema maana wewe na Mungu katika maisha. Ulisema kwa siku ya leo mfano wa jana, tufundishe sauti ya Mungu ambao inakwenda kuamsha kila mchungaji na mtumishi katika kanisa hili, ambaye alikuwa acha kuanguka na Roho ilikuja ndani yake, ambaye alikuwa acha kuanguka leo katika giza. Ukasema mfano wa jana tukukumbusha na kumwambia kama alichokuwa na anaposikia na shida kwa interpele, ndio kusema Roho wako iko ndani yako, na ndio kusema mfano wa ajabu yeye ana alama ya uzima, na kama ana alama ya uzima ni sharti apate alama ya uzima. Maana chochote atakapoulika, kama alikuwa katika giza acha ajitambue, na kama alikuwa katika nuru acha endelee kukaza, ili Mungu ajabu aendelee mbele. Baba, kazi ambayo tunafanya ni yako. Wote walioingia mahali hapa na wajana kuelewa. Tazama mfano wa ajabu, wale ambao walikuja mbele zako wakaonesha mioyo yao na kukunjuka na kushuka mbele zako, ili mfano kuna kuwagusa na kuwatembelea. Acha karama zako ziendelee kuendelea katikati yao, maana mfano wa ajabu unapenda wakupenda, na wale wakupata kwa vitu watakuona. Ninajua kama mfano wa ajabu wale ambao walifanya hatua hautakosa kuwakosea, utakwenda kuwasaidia kuendelea katika maisha yao, na wale ambao kufanya hatua ambao waliogopa mfano wa ajabu kufanya hatua, acha Mungu wa ajabu ile kuonekana tena kwao, nao kawasaidie vile vile, maana ni neema wakati Roho anaposhuka ndani yetu anafanya makao na kutusaidia kwenda kutangaza habari njema, kutupatia ushujaa. Ndio maana mfano wa ajabu kanisa hili bila Roho Mtakatifu tutakosa shujaa ambaye atasimama katika barabara kipaza sauti na kuhubiri Injili. Maana mfano wa ajabu atuogope wakubwa wa dunia hii, lakini mfano wa ajabu tunapoogopa wewe ambao uko na uwezo wa kuwa roho na mwili. Ndio maana mfano wa ajabu inajua siku zijao tutaonekana mashujaa ambao watatoka mahali hapa na kupaza sauti katika barabara na kusema kama unakuja, na kusema kama inakuwa siku za magharibi, ni lazima watu watengeneze mambo ya nyumba yao, lazima wao watengeneze maisha yao. Asante mfano wa ajabu.
ambao unasema, hata wakapate mfano wa ajabu uponyaji. Maana kila aliye mfano wa ajabu kutokelea wewe, aliye mfano wa ajabu kukugusa kwenye mifano ya Paulo, alipata uponyaji hata kama Paulo hakukugusa. Baba, nami nimeamini kwamba na wengine ambao walikuwa wakiponywa na kivuli, acha nao mfano wa ajabu. Aliyesikia sauti ya siku ya leo, tarumbeta ya siku ya leo, acha Mungu wa ajabu aweze kukusana kukuletea katika maisha yako. Na mahitaji mengine yote ambayo unayajua Baba, kwa na muda wewe kuelekea katika chini